Watukufu wa Islam, hotuba yetu ya leo katika siku yetu hii ya leo iliyokuwa tukufu ndani ya mwezi wetu huu uliokuwa mtukufu, Qur'ani ni muujiza wa miujiza, na pia inakuwa ni muujiza wa milele na milele, na unakuwa ni muujiza wa wakati wote na muda wote na zama zote, mbele ya watu wote na mahali mote mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Pia unakuwa ni muujiza ambao upo mbele ya wakati, mbele ya muda, mbele ya zama, mbele ya watu na mbele ya kila mahali. Watukufu wa Islam, hakitoteremshwa tena kitabu kingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoka mbinguni wakateremshiwa wanadamu katika mgongo wa ardhi baada ya kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Kitabu hiki kinakuwa ndio cha mwanzo na cha mwisho. Watukufu wa Islam, ikiwa ndiyo hivyo, ni kitabu ambacho kinatakiwa kiwekewe ulinzi wa hali ya juu kabisa, ili kiweze kubakia kitabu hiki mpaka mwisho wa ulimwengu huu. Watukufu wa Islam, katika tafiti zilizofanywa na wanasayansi wa karne ya 20 na 21, tena kwa kutumia vyombo vya kisasa kama vile radio carbon, hiki ni chombo ambacho kinachotumika katika kujua ukale wa kitu, wa maada yoyote ile, kama vile mfupa, jiwe, ngozi, mti, chuma, kwamba kina miaka mingapi. Wametumia radio carbon, wametumia pia programu zilizopo ndani ya kompyuta zinazoitwa scanning programming. Wameweza kuona ya kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho kimepangiliwa katika mpangilio wa kimahesabu wa hali ya juu. Yaani katika namna moja ya ulinzi uliotumika katika Qur'ani, ametumia fani ya kiilmu ya kihisabati katika kukiandika kitabu chake, kukipangilia kitabu chake na kukihifadhi kitabu chake. Ametumia fani ya kiilmu ya kimahesabu, na wamekuja kugundua ya kwamba sura zote za Qur'ani, aya zote za Qur'ani, maneno yote ya Qur'ani na herufi zote za Qur'ani, kwamba zimepangiliwa katika nambari 19 katika uzidisho wake na mgawanyo wake, na kwamba hii Qur'ani haikuteremshwa yote kwa mara moja kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani imeteremshwa kidogo kidogo kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 23, alafu ikaja ikakusanywa yote na kuwa kitabu kimoja kama hivi unavyoiona. Lakini pamoja na kwamba Qur'ani iliteremshwa kidogo kidogo, sura zake na aya zake, lakini Qur'ani yenyewe ndani yake imejieleza ya kwamba ni kitabu. Watukufu wa Islam, sura ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Suratul Alaq, katika zile aya zake 5 za mwanzo zilizomo ndani ya Suratul Alaq alizoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika Ghari la Hira. Watukufu wa Islam, sura hii imeanza na maneno Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Bismillahir Rahmanir Rahim ni neno la lugha ya Kiarabu. Bismillahir Rahmanir Rahim, zikihesabiwa herufi zote zinakuwa zipo 19, 19 Arabic letters. Nambari ya utambuzi pia ndani ya kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitumia nambari 19 katika sura ya 74, Suratul Mudaththir aya 30. Qur'ani ikasema alaiha 19, juu yake kuna walinzi 19. Kwa hiyo inakuwa ndiyo code number and interlocking system based on number 19. Inakuwa ndiyo password ya Qur'ani, inakuwa ndiyo code number ya Qur'ani.
Suratul Alaq ilikuwa ndiyo sura ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile aya 5 za mwanzo zilizomo ndani ya Suratul Alaq, alipokuwa katika ghari la Hira. Sura hii katika nambari ya kupangwa kwenye kitabu imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 96. Ilikuwa ndiyo sura ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika nambari ya kupangwa kwenye kitabu imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 96. Sura iliyokuwa yenye nambari yake ya 96 ilikuwa ni Surati Ra'd. Imechukuliwa Surati Ra'd, imekwenda kupangwa kwenye kitabu, imekuwa ni sura ya 13. Sura iliyokwenda kupangwa kwenye kitabu kuwa ni ya kwanza ni Suratul Fatiha. Katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni sura ya 5 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo imechukuliwa imekwenda kupangwa mahali pa Suratul Alaq ambayo ilikuwa ya kwanza. Mahali pake imekwenda kupangwa Suratul Fatiha, ndio imekuwa ni ya kwanza. Suratul Alaq ina aya 19. Suratul Alaq ukihesabu kutokea nyuma ya mashafu mpaka ilipo inakuwa ni sura ya 19. Aya 5 za mwanzo alizoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ghari al-Hira zina maneno 19, 19 words zenye jumla ya herufi 76, 76 Arabic letters. Maana yake ni nini? Maana yake 19 mara 4 76. 76 ukigawanya kwa 4 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Sura yote ile ina herufi 285. Maana yake ni nini? Maana yake 19 mara 15 285. 285 ukigawanya kwa 15 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Qur'ani yote ina sura 114. Maana yake ni nini? Maana yake 19 mara 6 114. 114 ukigawanya kwa 6 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Alipokuja mara ya pili Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimteremshia Suratul Qalam. Katika kwenda kupangwa kwenye kitabu imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 68. Alimteremshia aya ya kwanza mpaka aya ya 9. Ukihesabu maneno yote kutokea aya ya kwanza mpaka aya ya 9, jumla ya maneno yote yanakuwa yapo 38. Maana yake 19 mara 2 38. 38 ukigawanya kwa 2 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Mara ya tatu alipokuja Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimteremshia Suratul Muzammil. Imekwenda kupangwa kwenye kitabu, imekuwa ni sura ya 73. Alimteremshia aya ya kwanza mpaka aya ya 10. Ukihesabu maneno yote jumla yake yanakuwa yapo 57. Maana yake 19 mara 3 57. 57 ukiigawanya kwa 3 inagawanyika kwa 19 bila kubakia kitu. Mara ya 4 alipokuja Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimteremshia Suratul Mudaththir. Imechukuliwa imekwenda kupangwa kwenye kitabu, imekuwa ni sura ya 74. Alimteremshia aya ya kwanza mpaka aya ya 30. Ajabu ni kwamba katika aya ya 30 Qur'ani inakwenda kusema alaiha 19, juu yake kuna walinzi 19. Sababu ya kuitumia nambari 19 amekwenda kuieleza katika aya ya 31. Sababu ya kwanza anasema ipate kuwa ni mtihani kwa wale waliokufuru na kwa wale waliokuwa na magonjwa katika nyoyo zao. Sababu ya pili, liyastayqina alladhina utul kitaba, ili kuwafanya wale waliopewa vitabu zamani kabla ya Qur'ani
wapate kuwa na yakini ya kwamba hii Qur'ani nayo pia imetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu ya pili akasema, wayazdada alladhina amanu imana, ili wale waliomwamini mtume, wale hawa waislamu wa mwanzo hawa wa umma wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani zao zipate kuzidi, ya kwamba hakika kwamba kitabu hiki ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna, na wala wasipate kubabaika wale tuliowapa vitabu zamani, pamoja na hawa Waislamu hawa waliomwamini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasipate kubabaika. Pia anakuja kusema mwisho ya kwamba nambari 19 inakuwa ndiyo ilani na changamoto kwa viumbe wote dunia mzima, wapate kujua ya kwamba hii Qur'ani inatokana na bismillahir rahmanir rahim yenye uzidisho wa nambari 19. Kwa nini sura za Qur'ani ndani ya Qur'ani hazikupangwa kama zilivyoteremshwa katika nambari zake? Sura za Qur'ani katika mashafu zilivyoteremshwa katika nambari zake sivyo zilivyopangwa ndani ya kitabu, na zilivyopangwa ndani ya kitabu katika nambari ya kupangwa sivyo zilivyoteremshwa katika nambari ya uteremsho. Sura zilizobakia katika nambari zake hazikuhamishwa. Katika sura 114 ni sura 2 tu, ni suratul Al-Infitari ambayo ilikuwa ni sura ya 82 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika nambari ya kupangwa imepangwa hivyo hivyo, imekuwa ni ya 82, pamoja na surati Swad ambayo ilikuwa ni sura ya 38 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika nambari ya kwenda kupangwa kwenye kitabu imepangwa hivyo hivyo, imekuwa ni ya 38. Ni sura 2 tu. Sura zote zilizobakia zimehamishwa kutoka katika nambari zake za uteremsho, zimepelekwa katika nambari za kupangwa ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Kwa nini Qur'ani imekuwa hivyo? Na kwa nini Qur'ani zile sura zisipangwe ndani ya kitabu katika nambari zake kama zilivyoteremshwa? Nitatoa sura 5 tulikuonyeshe mfano katika nambari ya uteremsho na katika nambari ya kupangwa. Suratul Alaq ilikuwa ndiyo ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini imechukuliwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 96. Sura iliyokuwa yenye nambari yake ya 96 ni Suratul Ra'd, imechukuliwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 13. Sura ya pili katika nambari ya uteremsho ni Suratul Qalam, imehamishwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 68. Sura iliyokuwa ya 68 yenye nambari yake kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Suratul Ghashia, imechukuliwa imekwenda kupangwa Suratul Ghashia, imekuwa ni sura ya 88. Suratul Qalam ilikuwa ni sura imepangwa, imekuwa ni sura ya 68. Sura iliyokuwa yenye nambari yake ya 68 ni Suratul Ghashia, imehamishwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 88, na pale ndio imeipisha Suratul Qalam. Sura ya 3 katika nambari ya kuteremshwa ni Suratul Muzammil, imehamishwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 73. Sura iliyokuwa yenye nambari yake ya 73 kuteremshwa ni Suratul Anbiya, imehamishwa imekwenda kuwekwa kuwa ni sura ya 21. Sura ya 4 katika nambari ya kuteremsho ni Suratul Mudaththir, imehamishwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 74. Sura iliyokuwa ya 74 yenye nambari yake kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Suratul Mu'minuna, imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 23. Sura ya 5 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo sura ya kwanza kuteremka yote ikiwa mzima, ni Suratul Fatiha,
imechukuliwa imekwenda kupangwa kuwa ni ya kwanza, na mahali pake imekwenda kuwekwa Suratul Maida, ndio imekuwa ni sura ya 5. Nachukua tena sura 5 katika nambari ya uteremsho na nambari ya kupangwa. Suratul Fatiha inakuwa ndio sura ya kwanza katika nambari ya kupangwa katika kitabu. Ilikuwa ni sura ya 5 hiyo kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekwenda kupangwa, imekuwa ndio ya kwanza. Sura ya pili katika nambari ya kupangwa katika kitabu ni Suratul Baqara, ilikuwa ni sura ya 87 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahali pake imekwenda kuwekwa Suratul A'la. Sura ya 3 katika nambari ya kupangwa katika kitabu ni Suratul Al-Imran, ilikuwa ni sura ya 97 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imechukuliwa imekwenda kuwekwa kwa nia 3, mahali pake imekwenda kuwekwa Suratul Fajr. Sura ya 5 katika nambari, sura ya 4 katika nambari ya kupangwa katika kitabu ni Suratul Nisa, ilikuwa ni sura ya 92 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 4. Sura ya 5 katika nambari ya kupangwa katika kitabu ni Suratul Maida, ilikuwa ni sura ya 112 katika nambari ya uteremsho. Mahali pake imekwenda kuwekwa Suratul Ikhlas, ndio imekuwa sura ya 112. Sura iliyokwenda kupangwa kuwa ni ya mwisho, Suratul Nas, ilikuwa ni ya 21 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio imechukuliwa imekwenda kupangwa kuwa ndio ya mwisho. Lakini sura iliyokuwa ya mwisho kabisa kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni Suratul Nasri, imechukuliwa imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 110. Watukufu wa Islam, unakuja kuona sura zote zilizoteremka mwanzo zimekwenda kuwekwa mwisho, na sura zote zilizoteremka mwisho zimekwenda kuwekwa mwanzo, isipokuwa Suratul Fatiha tu peke yake ndio imechukuliwa imekwenda kuwekwa mwanzo. Kwa sababu gani Qur'ani imekuwa na mpangilio kama huu? Kulikuwa na sababu za msingi. Sababu ya kwanza, kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Qur'ani haina hata chembe ya aina yoyote ile katika namna ya ubinadamu. Lile jukumu ya kupanga zile sura angaliachiwa Mtume, angalizipanga zile sura kwa nambari kama zilivyomteremkia, lakini hata lile jukumu ya kupanga zile sura lilikuwa mikononi mwake Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, kupitia yule malaika Jibrilu alayhi salatu wassalam. Sababu ya kwanza ilikuwa Qur'ani inaepushwa na mpangilio wa kibinadamu. Mpangilio wa kibinadamu unakuwaje? Kile kitu kilichokuwa cha mwanzo kwake mwanadamu anakiita cha mwanzo, na kwenda kukipanga anakwenda kukipanga mwanzo, na kile kilichokuwa cha mwisho kwake anakiita cha mwisho, na katika kwenda kukipanga anakipanga kuwa ni cha mwisho. Huu ndio mpangilio wa kibinadamu. Funua vitabu vyote, alafu vikiwa 10 changanya na Qur'an, funua katika sura ya mwanzo, anza kusoma, utakuja kujua ya kwamba hiki ndio kilichokuwa cha mwanzo kwa mwandishi kukiandika, na ule mtiririko wa maudhui unajionyesha ya kwamba ndio mwanzo katika alichokieleza katika maudhui yake, atakwenda kukiweka mwanzo na ataita sura ya mwanzo. Na kile cha mwisho kile utakuja kuona katika ule mtiririko wa uandishi kwamba kilikuwa ndio cha mwisho, atakichukua atakwenda kukiweka mwisho na ataiita sura ya mwisho. Huu ni mpangilio wa kibinadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile sura za Qur'ani zingalipangwa kwa nambari kama zilivyoteremshwa. Ingekuwa Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini mpangilio wake ungekuwa ni mpangilio wa kibinadamu. Qur'ani haina hata chembe katika aina yoyote ile, katika aina ya chembe ya kibinadamu hakuna ndani ya Qur'ani. Sura iliyokuwa ya kwanza imekwenda kupangwa kuwa ya 96. Sura iliyokwenda kupangwa kuwa ni ya mwanzo ilikuwa ni ya 5. Sura iliyokwenda kupangwa kuwa ni ya mwisho
ya 114 ilikuwa ni ya 21. Sura iliyokuwa ya mwisho kumteremkia Mtume, surati Nasri, imekwenda kupangwa kuwa ni sura ya 110. Anakiepusha kitabu chake na mpangilio wa kibinadamu. Sababu ya pili ilikuwa ni kuweka introduction ya Qur'an. Qur'an ilikuwa inafundisha karne ya 7 kwamba lazima kitabu chochote kile ukikiandika ni lazima kiwe na mukaddima, kiwe na utangulizi, kiwe na dibaji, introduction lazima. Hapa inafundisha fani ya uandishi. Katika mukaddima au dibaji au introduction, mwandishi yale yote aliyoyaeleza kwenye kitabu chake anayafupisha kwa ufupi zaidi katika ule mukaddima, na mukaddima unakaa mwanzo wa kitabu. Ukifungua tu ukisoma pale unaelewa kwamba amekusudia nini kutueleza wasomaji wake. Katika sura zote 114 ni suratul Fatiha peke yake ndiyo iliyoweza kuyakusanya yote yaliyosemwa na Qur'ani. Katika sura 113 ni suratul Fatiha, pamoja na udogo wake na ufupi wake, ndio imezikusanya sura zote 113 zimeelezwa ndani yake. Qur'ani imeeleza mambo matano tu, na hayo mambo matano ndio yaliyobeba mambo yote. Yote yameelezwa katika suratul Fatiha. Kwa hiyo sura hii ikabidi inastahiki kwamba iwe ndiyo ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura ya 15 suratul Hijri aya 87, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim, na hakika tumekupa aya 7 zinazosomwa kila wakati, wal Qur'an al-azim, na Qur'ani tukufu. Kwani suratul Fatiha sio Qur'ani? Ni Qur'ani. Kwa nini ameivua katika zile sura 114 ameitaja peke yake, zile 113 zimetajwa peke yake? Ni kwa sababu hii moja imezikusanya zile zote 113 na kuzieleza ndani ya sura moja. Imeitwa Al-Fatiha, utangulizi, ufunguzi, mwanzo, ikaenda kukaa mwanzo. Sababu hiyo moja katika sababu ya zile sura za Qur'ani kutokupangwa katika sura zake katika nambari ya uteremsho. Sababu ya tatu, muendelezo, maombi yaliyoombwa katika sura moja yanatakiwa yajibiwe. Katika suratul Fatiha kuna maombi yameombwa, ihdina siratal mustaqima, tuongoze katika njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alaihim, sio njia ya wale uliowaneemesha, ghairil maghdubi alaihim, sio ya wale uliowaghadhibikia, wala dhalina, wala wale waliopotea njia. Maombi haya yanabidi yajibiwe. Katika sura zote za Qur'ani ni suratul Baqara peke yake kuanzia aya ya 2 ndiyo iliyoweza kuyajibu maombi hayo yaliyoombwa katika suratul Fatiha. Kwa hiyo suratul Baqara ikawa inastahiki iwe ni ya pili baada ya suratul Fatiha, iwe ni ya pili. Dhalika alkitabu, ni kwa kukifuata kitabu kile, la raiba fihi, kisichokuwa na shaka ndani yake, hudan lilmuttaqina, ni muongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu, alladhina yu'minuna bilghaibi, ambao wanaamini mambo yasiyoonekana, wayuqimuna salata, na wakasimamisha swala, wa mimma razaqnahum yunfiquna, na wakatoa katika vile walivyoruzukiwa, walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, ambao wanaamini yale yaliyoteremshwa kwako, wa ma unzila min qablika, na yale yaliyoteremshwa kabla yako, wa bil akhirati hum yuqinun, na wakawa na yaqini ya kwamba akhira ipo. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Hapa suratul Baqara inajibu yale maombi yaliyoombwa katika suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalina, yanakuja kujibiwa sasa katika suratul Baqara. Kwa hiyo kuanzia suratul Baqara mpaka surati Nasi inakuwa ni maombi, majibu ya maombi yaliyoombwa katika suratul Fatiha. Sababu nyingine ya sura za Qur'ani kutokupangwa kama
Kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni kimeelezwa katika suratul Shuara, kikaja kikaelezwa katika surati Namli, hakikumalizika, kikaja kikaendelezwa katika suratul Qasas na kikaishia hapo. Sura hizi zinabidi lazima zikae pamoja. Katika kuteremshwa surati Shuara ilikuwa ni sura ya 47 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Surati Namli ilikuwa ni sura ya 48 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suratul Qasas ilikuwa ni sura ya 49 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimekaa katika mpangilio mmoja, lakini katika Qur'ani kuna sura moja tu ambayo ina bismillah mbili, ni surati Namli katika aya yake ya 30 katika barua ya Nabii Suleimani aliyomwandikia mfalme Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'du alayya wa atuni muslimina. Na pia katika Qur'ani kuna sura moja tu ambayo haina bismillah, ni surati Tauba. Ilikuwa ni sura ya 113 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikahamishwa ikaja ikapangwa kuwa ni sura ya 9. Mahali pake imekwenda kuwa kwa suratul Falaq, ndio imekuwa ya 113. Sura hizi mbili zimetumika katika kuweka password ya Qur'ani ndani ya Qur'ani ya nambari 19. Ukianza kuhesabu kutokea surati Tauba mpaka utakapokuja kuikuta surati Namli inakuwa ni ya 19 hii. Kwa hiyo hapa unaoneshwa ya kwamba bismillah hii ya pili iliyopatikana katika surati Namli katika aya 30 ndiyo inakwenda kufidia ili bismillah iliyokosekana katika surati Tauba. Anakuonyesha ni kitabu ambacho kimeandikwa katika mpangilio wa kimahesabu wa hali ya juu kabisa. Pia kwa kuwa sura hizi tatu zimeeleza kisa kimoja cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni, zilibidi zile sura mbili nazo zihamishwe. Surati Shuara ikaja ikafanywa ya 26, An-Namli 27, Al-Qasas 28, ili ule muendelezo wa kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni upatikane. Katika sura hizo kumeelezwa toka kubebwa kwa ujauzito wa Nabii Musa mpaka kuzaliwa kwake, mpaka kunyonyeshwa kwake, mpaka kurudishwa mikononi mwa mama yake, yote yaliyomkuta, akahama Misri, akahamia Madian kwa Nabii Shuaib, anakuja kupewa utume, anakwenda kwa Firauni, tena anakutana naye, anakuja Firauni, anaangamizwa. Haya yote yameelezwa katika sura tatu. Kwa hiyo hizi lazima zikae pamoja. Sababu nyingine, kuna hoja zilitolewa na wapinzani wa Qur'ani, wakadai ya kwamba Qur'ani ni laana, ni balaa, ni nakama, inabidi lazima lijibiwe hili. Sura iliyokuwa ya kwanza kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni suratul Alaq, imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 96, ndiyo sura iliyofungua mlango wa Qur'ani kuteremshwa katika mgongo wa ardhi. Sura yenye uwezo wa kujibu ni surati Qadir, ilikuwa ni sura ya 25 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikahamishwa ikaenda kupangwa kuwa ni sura ya 97, inakwenda kukaa mbele ya suratul Alaq. Sura iliyokuwa ya 97 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni surati Rahmani, ikahamishwa ikaja ikapangwa kuwa ni sura ya 55. Inajibu inna anzalnahu fi lailatul qadri, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, ni jambo gani litakalo kujulisha usiku wenye cheo? Lailatul qadr khairun min alfi shahr, kwamba usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalul malaikatu waruhu min kulli amri, huteremshwa malaika pamoja na Jibril, min kulli amri, kwa mambo yote. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ikiwa ndio hivi, vipi iwe laana Qur'ani? Kwamba
kwa ndani yake kuteremsha ile Qur'ani katika usiku wenye cheo, kwamba ni bora kuliko miezi 1000 na malaika wanateremka. Ni balaa vipi iwe ni nakama kwenu? Qur'ani ni baraka, ni rehma, ni fadhila, ni thawabu. Suratul Qadr inajibu hapa. Alhadithu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mbora wenu ni yule ambaye aliyejifundisha Qur'ani akaifundisha ile Qur'ani, na Qur'ani ukiifundisha inakufundisha. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi marratan thaniya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza almuttaquna. Ndugu Waislamu, hotuba ya pili inakuwa ni mwendelezo wa hotuba ya kwanza. Watukufu wa Islamu, sababu nyingine ya sura za Qur'ani kuto kupangwa ndani ya kitabu kitakatifu al-Qur'anul Karim kwa nambari kama zilivyoteremshwa, ilikuwa inaoneshwa pia kwamba ile Qur'ani ni muujiza, alafu pia ndani ya Qur'ani katika zile sura zake katika kupangwa pia ndani yake unapatikana muujiza wa muujiza. Qur'ani yenyewe ni muujiza. Katika Qur'ani kuna sura moja tu, Suratul Qamar, katika aya yake ya kwanza ndiyo iliyoweza kueleza ya kwamba mwezi wetu huu katika sayari yetu inayoitwa dunia, mwezi wetu huu umepasuka, unaufa. Katika aya yake ya kwanza, iqtarabatis saatu wa inshaqqa al-qamar, kiyama kimekaribia na mwezi umekwisha pasuka. NASA waliuliza kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani, inakuwaje aya hii? Wakaambiwa kwamba ni muujiza aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kunyooshea kidole mwezi ukapasuka vipande viwili, alafu ukaja ukaungana. NASA na wengine ESA na wengineo walikataa, wakasema Qur'ani ni kitabu cha kipumbavu. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969 mwanadamu aliweza kuruka kutoka katika mgongo wa ardhi, kutoka katika kituo kinachoongoza safari za anga cha Kimarekani NASA, wanaanga wakiwa karibu 9 katika chombo chao cha Apollo 11, kiongozi wa msafara akiwa Neil Armstrong. Walipotua mwezini, akafungua mlango wa Apollo, alipotembea juu ya uso wa ardhi ya mwezi, aliuona mwezi unaufa, na walimuona alirudi kama nyuma vile. Wakamuuliza, vipi? Anawaambia, nauona mwezi unaufa. Wakamwambia, piga picha. Akapiga picha kadhaa. Waliporudi, anaulizwa,
ni jambo gani lililokustaajabisha mwezini? Akasema, niliuona mwezi unakufa. Suratul Qamari ilikuwa ni sura ya 37 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imehamishwa, imekuja kupangwa, imekuwa ni sura ya 54. Na katika Qur'ani kuna sura moja tu ambayo imeeleza katika aya yake ya 33 ya kwamba utafika wakati mwanadamu huyu ataweza kwenda anga za juu. Ni surati Rahmani. Tumiona kule imehamishwa, ilikuwa ni sura ya 97, imekuja kupangwa, imekuwa ni sura ya 55, inakwenda kukaa mbele ya suratul Qamar. Sura hizi zina uhusiano. Kwamba hii inasema mwezi umepasuka, hii inasema ya ma'shara al-jinn wal-ins, ya ma'shara al-ins, ya ma'shara al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultani. Enyi jamii ya majini na wanadamu, kama nyinyi mnaweza kupenya katika matabaka ya mbingu na ardhi, fanfudhu, penyeni, nendeni. Ruksa hapa imetolewa, la tanfudhuna illa bisultani, na hamtaweza kupenya isipokuwa kwa nguvu zangu. Mufassirina wamelieleza neno sultani kwamba maana yake ni ilmu, hikma, nguvu, utawala, utajiri. Mwanadamu akipewa ilmu na hikma, kumbe jambo hili ataliweza, na yalikuja kutimia. Mwanadamu aliruka kutoka katika mgongo wa ardhi akaenda kutua juu ya uso wa ardhi ya mwezi. Sura hizi zimewekwa pamoja. Suratul Qamari ilikuwa ni sura ya 37, imekuja kupangwa, imekuwa ni ya 54. Suratul Rahmani ilikuwa ni sura ya 97 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja kupangwa, imekuwa ni ya 55. Walitua mwezini saa 7 na dakika 54 kwa saa za dunia. Suratul Qamari imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 54, ndiyo dakika za wao kutua mwezini. Aya iliyoeleza ya kwamba mwezi umepasuka ni aya ya kwanza ya suratul Qamar. Kwa kizungu, mshale mkubwa wa saa ukikaa katika moja ndiyo 7, ndio unawakilisha saa. Walitua saa 7 na dakika 54 kwa taimu za duniani. Kwa hiyo sababu nyingine ya kupangwa zile sura ni muujiza wa Qur'ani. Ndani ya Qur'ani, watukufu wa Islamu, katika Qur'ani kuna sura moja tu ndio iliyosema ya kwamba chuma kilitengenezwa nje ya dunia ya sayari yetu, alafu ikateremshwa ndani ya dunia. Sura hii ni Suratul Hadidi katika aya yake ya 25. Suratul Hadidi ilikuwa ni sura ya 94 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 57. Qur'ani ina sura 114, nusu ya 114 ni 57. Kwa hiyo sura itakayokwenda kupangwa katika Qur'ani ikawa ni ya 57, itakuwa ndio sura pekee iliyokwenda kukaa katikati ya mashafu. Sura iliyokuwa ya 57 ni Suratul Luqmani, ikahamishwa ikaenda kupangwa kuwa ni ya 31. Wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, na tulikiteremsha chuma kutoka angani. Hiko chuma kina nguvu na kina manufaa kwa watu. Watu wa astronomy sasa hivi ndio wamejua ya kwamba chuma hiki kinachochimbwa ardhini katika dunia kiliteremshwa kutoka angani katika space ya 39 katika kitu kinachoitwa supernova. Ilipopasuka ndio ukapatikana kama ujiuji hivi wa moto, ukateremshwa ndani ya dunia, ukakutana na ardhi. Ulipopenya, ulipokwenda katikati ya ardhi, kilipopoa ndiyo chuma. Wa anzalna alhadida, wamekuja kujua chuma ili kitengenezwe kwa mara ya kwanza
joto lake linalohitajika linalipita joto la jua letu kwa mara 5. Inatakiwa iwe temperature of 100 million degrees Fahrenheit, ndio joto linalotosha kwa kutengeneza chuma. Wakati katikati ya jua letu kunakadiriwa kuwa na temperature of 20 million degrees. Kwa hiyo unajikuta joto la chuma linalizidi joto la jua letu kwa mara 5. Kwa hiyo jambo hili haliwezi kufanyika katika dunia, limefanyika katika space ya 39. Neno Allahu kuanzia aya ya kwanza katika suratul Hadidi mpaka katika aya ya 25 linapotajwa neno chuma linakuja kutokea kwa mara ya 26. Ukiwauliza watu wa physics atomic number ya chuma, watakwambia nambari 26. Lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu katika ile aya kutokea aya ya kwanza mpaka pale linatokea kwa mara ya 26. Atomic number ya chuma nambari 26. Lile neno hadidi, chuma, lina herufi 4, he, dali, ye, dali. Kila herufi moja ina thamani yake katika nambari ya kihisabati. He thamani yake nambari 8, dali nambari 4, ye nambari 10, dali nambari 4, jumla nambari 26. Mtume asiyejua kusoma wala kuandika aliweza vipi kupangilia haya? Alafu akaichukua suratul Hadidi kutoka sura ya 94 akaja kuihamishia katika sura ya 57. Alijuaje habari ya atomic number ya chuma? Alijuaje ya kwamba chuma kiliteremshwa kutoka angani? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma anil arba'atil khulafa'ir rashiduna amiril mu'minina sayyidina Abi Bakr Siddiq wa amiril mu'minina sayyidina Umar bin al-Khattab wa amir